ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكمتكيا رحمة بنمتم محمد صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'ani, ikiwa tuko katika surati Muhammad, na leo tunaanza aya ya 6 ama ya 5. Ya 5 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Atawaongoza Mwenyezi Mungu na atawatengenezea mambo yao. Sayahdihim fi dunya wal akhirah ila ma yanfa'uhum. Atawaongoza Mwenyezi Mungu katika dunia na akhira kwenye linalowafaa, linalowanufaisha. Wa yuslihu balahum, na atawatengenezea mambo yao. Halahum fihima, atawatengenezea hali zao katika dunia na katika akhira. Wa yuslihu balahum halahum fihima, na atawatengenezea hali zao katika hayo mawili, dunia na akhira. Wama fi dunya liman lam yuqtal, na wale ambayo watatengenezewa ya katika dunia ni wale ambao hawajauliwa. Waudriju fi kutilu taghaliba, na wameingizwa katika waliouliwa kwa taghalibu. Maana yake aghlabu watu wanaokwenda kupigana huwa wakauliwa. Kwa hiyo ndio maana tunasema waliopigana wameuliwa. Sasa kama umepata bahati, umerudi, umepona, basi wewe unaingia tu katika ule mkumbo, kwa sababu ya wengi wanakuwa hao. Lakini pia kuna taghalibu ya kwamba malipo makubwa ya watu waliopigana jihadi ni wale ambao wameuliwa. Malipo yaliyokuwa makubwa zaidi kwa watu waliopigana jihadi au katika dhamira nzima ya jihadi ni kwa wale ambao wamekufa vitani. Ndio hata majina wao ndio wanaoitwa mashahidi, na mambo mengine mengi ambayo ni katika mambo mazuri yanawahusu kwanza kabisa wale waliouliwa. La tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya, mpaka mwisho wa aya. Lakini wanakusudiwa waliouliwa. Sasa hawa ambao wamepigana nao lakini hawakuuliwa, ndio sasa waambiwa nao wanaingizwa humo pia katika kuyapata yaliyokuwa yale mazuri. Wa yudkhiluhumul janna, na atawatia peponi. Arrafaha lahum, aliyoiweka wazi, aliyoibainisha. Arrafaha lahum, aliyoibainisha kwao. Arraf ni kumjuza mtu, kama kusema arifuhu hadha, man hadha, arifu, mtambulishe, hebu mueleweshe watu wamjue ni nani. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshaiweka wazi ile pepo, kashaibainisha, kiasi kwamba kwa mujibu wa maelezo ni kwamba akiingia mtu peponi anaenda tu moja kwa moja mpaka chumbani kwake, ama kama ni mtaa mpaka mtaani kwake, kwa sababu pepo inaweza ikawa na chumba, inaweza ikawa na mtaa, ikawa na mji, kulingana na matendo yako. Ikiwa umefanya tu, utaingizwa chumba chako ni hiki, na keo ni huyu, au wake zako ni hawa, na kitu gani. Lakini kama umefanya kikweli kweli, utakuwa na mtaa, kwa sababu utakuwa na magorofa yako. Magorofa, amali hii ukiifanya unajengewa gorofa peponi. Umeifanya mara 10, 15, maana yake utakuwa na magorofa 10, 15. Sasa wewe utakuwa ni mtaa wako, huo mtaa wa fulani. Lakini kila unavyoongeza katika kufanya ndivyo unavyoongezewa katika kulipwa. Kwa hiyo inaweza ukawa una mji, sasa huu ni mji wa fulani huko peponi. Naam.
Kwa hiyo huko kujua sasa wapi ndio kwa nani, wapi ni kwa nani, ndio ile ambiwa arafa lahu, kwamba ile pepo tayari imekushawekwa wazi. Ukiingia unajikuta automatically yake leo hii ukiingia nyumbani kwa mtu, umeona, au hata ikiwa ni nyumba mpya imejengwa unakabidhiwa, lazima aje mtu sasa akwambie hapa pa kuoshea vyombo, hapa pa kutandika nini sijui, hapa pa kula, hapa pa kupumzika, hapa wakija wageni unazungumza nao. Sio mambo yote utakayoyajua. Kuna vikorokoro vingine mtu kwenye nyumba, ramani inaweza yakawa yeye mwenyewe ndio kaichora ama kaiagizia ichoro akaletewa, akamuita fundi. Fundi, bwana nijengee nyumba yangu hii hapa. Fundi akaingia kazini akajenga mpaka nyumba imeisha. Yeye aanza kufuata fundi sasa. Hapa kwa nini hapa? Kwa hiyo hapa napo hiki nacho chumba cha nini? Wako watu wamejenga hivyo. Anajenga mpaka kamaliza, alafu yeye ndo amuulize fundi. Kwa sasa wao waanze kushauriana na fundi, hapa naona itakuwa hapa labda nchoo hapa labda, mbona ni labda tena, umeona. Kwa hiyo sisi tunaojenga pia vile vile tuangalie kama ramani umeipenda, iulizie vizuri, hapa mkofanyia nini, hapa mkofanyia nini hapa. Akiweza kujikuta kuna vidude mpaka kufanya hivi, nyumba ina kilomita za mraba, sijui mita za mraba chungu nzima, hapa na nyuma ya msikiti huko, lakini vyumba vya kulala viwili, lakini hapa pamekatwa kwa kufanyia hivi, hapa pa kunawia uso, hapa kusugua miguu. Kwa hiyo hayo yote kama yako katika majumba ya watu, ambapo ukiingia wewe huwezi kujua ni wapi, lakini katika pepo kila mtaa, kila eneo unajua kwamba kwangu mimi ni hapa. Arafaha lahum, sawa, ay bayanaha lahum fayahtaduna ila masakinihim, kila mmoja ataongoka kwenda kwenye makazi yake, minha, katika hiyo pepo, wa azwajihim, na wake zao pia, wa khadamihim, na watumishi wao pia, min ghairi istidlal, anajua tu huyu ni mtumwa wangu, huyu ni mtumwa wangu, mke wangu ni huyu na huyu, nyumba yangu ni hii, chumba changu ni hiki hapa, nyumba yangu nyingine ni hii. Mtu anajua kishaingia peponi, yale yote yashamdhihirikia. Ndio katika hadithi tunaambiwa Waislamu waumini waliokuwa wameishi hapa duniani, bahati mbaya wakafanya makosa madogo, yukhallasu almu'minuna minan nari, wataepushwa na moto, fayushabuna ala qantaratin baina aljannati wan nar, na hiyo ndio sirati yenyewe, daraja liko kati ya moto na pepo. Fayuqassu li ba'dihim min ba'dhi madhalimun kanat bainahum fi dunya, watalipizwa visasi kati yao na kati ya wengine, baadhi yao na baadhi nyingine, dhulma zilizokuwa kati yao katika dunia. Huyu alinifanya hivi, huyu alikanifanya hivi, hata idha hudhibu wa nuqu, wakishatakashwa wakabakishwa ni wasafi, udhina lahum fi dukhuli aljanna, hapo ndio wataruhusiwa sasa waingie peponi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi, na hapa kwa ambaye nafsi ya Muhammad iko chini ya uwezo wake, la ahaduhum ahada bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi fid dunya, mmoja wao ni mwenye kujua zaidi nyumba yake katika pepo zaidi ya yeye anavyojua nyumba yake ya kule duniani. Duniani hapa wajua chumba hiki cha watoto, chumba hiki cha watoto wa kiume, hiki watoto wa kike, hapa store, hapa. Basi kila unavyojua huku duniani nyumba yako, hujishindi wewe utakavyokuwa unaijua nyumba yako ile ya peponi. Kikubwa ni ufanye bidii uipate. Mwenyezi Mungu atujalie Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum, enyi ambao wameamini, mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu atawanusuru. Wa yuthabbit aqdamakum, na atathibitisha miguu yenu. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha aydinahu wa rasulahu, mkinusuru dini yake na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yansurukum ala aduwikum, naye atawanusuru juu ya maadui zenu.
mtashinda kila mtakapokutana na maadui. Habari ya kwamba maadui watakuwa wana silaha gani, wana silaha zipi, wana vipi, wana idadi ipi, hayo sio kazi yenu. Kazi ni ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hata hapo mnapokuwa na silaha, hata hapo mnapokuwa na vitu gani, sio nyinyi, kazi ile ni ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja miongoni mwa vita vyake alivyorudi akawa ameshinda, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anamwambia wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama. Ule ushindi ule ni wa Mwenyezi Mungu, sio wa kwenu nyinyi wenyewe kwa mbinu zenu na juhudi zenu. Anamwambia hata pale ulipotupa wewe chembe, ma ramaita, hukutupa wewe, wama ramaita idh ramaita, hukutupa wakati ule ulipotupa, walakinna Allaha rama, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyetupa. Kwa hiyo basi, kama Mwenyezi Mungu anataka, bila kuangalia idadi yenu, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla, mpaka mwisho wa aya. Na inshallah mwisho wa darasa yetu hii tutazungumzia uchache kabisa tukio la Badri, kwa sababu siku kama ya leo ni siku ambayo ndio vita ya kwanza baina ya Waislamu na makafiri ilipiganwa, inaitwa vita ya Badri. Vita ya Badri ilipiganwa mwezi 17 katika mwezi huu wa Ramadhani. Ilikuwa ni siku kama ya leo kwa kulinganisha na tarehe yetu. Kwa hiyo ni siku ambayo ni jambo adhimu kweli kweli kukumbukwa, miongoni mwa mambo ya kukumbuka na hilo. Waislamu ambao walijitolea muhanga kwa siku ile, ilikuwa pengine ndo Uislamu uwe baibai, na Uislamu kwa bahati nzuri siku ile ndo umeanza sasa kupanda chati na mpaka umetufikia huku tuliko. Lakini kama ni kufa Uislamu, ni kitu ambacho hakiko mikononi mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi siku ile ingekuwa mwisho. Kama tunavyoona na tutaona insha Allah, idadi inayozungumzwa ya Uislamu na idadi inayozungumzwa ya Makuraishi na idadi na sababu iliyowatoa Waislamu kutoka majumbani mwao kwenda huko, na sababu ambayo imewatoa Makuraishi kuja kwenye yale mapambano, unaweza kukuta ni vitu vya mbalimbali ambavyo hasa vilikuwa vingesababisha madhara makubwa yawe kwa upande wa Waislamu. Kwa Mwenyezi Mungu anasema mkiinusuru dini yake naye atawanusuru, na atathibitisha miguu yenu fil mu'taraki, katika maeneo ya vita yoyote mtakuwa madhubuti. Walladhina kafaru min ahli Makkah ni mubtada hiyo, khabaruhu ta'isu yadullu alayhi, inafahamisha kwamba hiyo ta'isu ndio jawabu la au ndio habari ya mubtada hiyo. Maana yake si inakuja fata'asal lahum, wale ambao wamekufuru katika watu wa Maka wameangamia, ama kuangamia ni kwao. Fata'asal lahum, kuangamia ni kwao. Halakan wa khaybatan min Allahi lahum, kuangamia na kuruka utupu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kwao wao. Wa adalla a'malahum, na adalla a'malahum, ameyapomosha matendo yao, ni atfun ala ta'isu. Kwa waliokufuru kwa mujibu wa aya hii hawana amali njema yoyote ambayo watakuwa wameifanya ikawa bado imethibiti, bali wao itakuwa imeangamia amali hiyo, na hivyo hawatopata ujira wa amali hiyo. Dhalika, kuangamia huko na kupotea bure matendo yao huko. Dhalika biannahum karihu ma anzala Allah, hilo kwa kwamba wao walichukia aliyoteremsha Mwenyezi Mungu. Fa ahabata amalahum, kwa hivyo akazipomosha thawabu za matendo yao. Dhalika at-ta'su wal-idlalu biannahum karihu ma anzala Allahu min al-Qur'an, ni kwamba wao walichukia yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, nayo ni Qur'ani, al-mushtamil
ala takalifi, ambayo imekusanya majukumu. Walichukia Qur'ani, ambayo Qur'ani ndio imebeba swala, ndio imebeba zaka, imebeba saumu, imebeba kuacha uongo, imebeba kuacha kunywa pombe, imebeba kuacha zinaa. Hayo yote yamebebwa na Qur'ani. Kwa hiyo walipoichukia Qur'ani, maana yake wakafanya yote yale ambayo yamekatazwa kwenye Qur'ani na wakawacha yote ambayo yameamrishwa kwenye Qur'ani. Ndio takalifu. Takalifu ukiangalia kwa haraka haraka inakuja kama majukumu, lakini takalifu maana yake inakusudia majukumu ya kutekelezwa, lakini inachukua pia yale mambo ya kuacha ambayo imetakiwa jamii iyawache, ni takalifu. Na kwa ujumla wa yote maamrisho na makatazo yanaitwa takalifu, na ndio maana yule ambaye yanamuhusu kwa maana ya Muislamu ambaye kashafikia baligh na ana akili timamu anaambiwa ni mukallaf. Kwa nini? Kwa sababu kila moja hapo lina tabu, mpaka kuja kuliendea inavyotaka sheria lazima ni tabu. Mathalani ni kufanya ibada, tabu. Una shughuli yako unaiwacha, kama ni ibada ya swala imefika saa 7 unaenda msikitini. Ukifika huko msikitini nako unakuchukua udhu, ikiwa ni katika nyakati za baridi, ama kama ni ile miji ya baridi haina wakati maalum, muda wote ni wakati wa baridi. Ukitembea katika baadhi ya mikoa, ikifika saa ya swala roho yote imekupasuka. Naanzia hapo Kilimanjaro, nasogea Arusha, ukienda huko mbali ndo zaidi. Na hiyo mikoa ya baridi nayo ina maeneo yake, Mwenyezi Mungu mwenyewe ana siri yake. Pale Arusha ukitembea katika msikiti ule unaitwa msikiti wa Bondeni, utasema hapa ni Arusha nyingine, ni Arusha ile ile. Alafu sijui ni kwa sababu ile jiografia yao wenyewe waliotengeneza, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo unatawadha na mtu anapotawadha anaonwa na yeye anaona watu. Lakini ule msikiti wa pale ukitaka kutia udhu utaingia huko chumbani huko, utajitia huko. Sasa yaguse hayo maji, si habari yake. Sasa hiyo ni takalifu unaibeba. Ama ikiwa ni mambo ya zaka na nini, ndio hivyo, naamua hela yako hii mwenyewe ungeifanyia hivi, mahindi yako haya ungeyafanya hivi. Kama ni mtu wa biashara, pesa zako ungezifanya hivi, lakini waambia hapa toa 1,000,000, toa 50,000, toa 100,000, ni zaka hiyo. Toa 200,000, ni zaka hiyo. Takalifu unaona kabisa kwamba ndio ile kadhia inaelezwa kwamba mtu mmoja yeye ilikuwa mambo ya kutoa kwake ni magumu, afikia mahali moyo wake unamwambia atoe kwa kuwa yeye ni Muislamu. Lakini ikifika saa zile mali zinataka kuchukuliwa anaona dharubu, basi anawaambia wale watu wakuja kuchukua kama ni zaka ya wanyama waje na kamba nyingi. Waje na kamba, wakishakuja pale si ni mbuzi au ng'ombe wako hapo, waje na kamba kwanza, wamtie kamba yeye mwenyewe, wamfunge kwenye nguzo hapo. Wakishajua wamemtaiti vizuri, alafu ndo anawaambia chukueni wa mweusi, chukueni wa mwekundu hapo, chukueni hao wawili weupe hao, mpaka ile idadi ya mbuzi ambao au ng'ombe ambao wanatakiwa kutolewa kwa siku ile ikamilike. Kwa hiyo wakati wale wanaelekezwa wanachukua, yeye huko anaminyana na ile majikamba, anasukumana akitoka hapo hoi. Waume wale wameenda zao na ng'ombe zao, basi baadaye kama atarudi mtu aje amfungue, ama kama ataagiza watu humo ndani watoke waje wamfungue, aendelee. Ukifika msimu mwingine hivyo hivyo. Sasa uweza kuona ni mambo ya vipi, lakini takalifu anaona kabisa kwamba nataka kutekeleza nitapata madhambi, lakini hivi kirahisi uchukue mbuzi wangu sikubali. Takalifu. Ama upande wa kuacha ndo kabisa, ndo takalifu hiyo, kiasi ambacho wewe kama utaibeba malipo yako yanakuwa ni makubwa. Ndio ile hadithi ya nafari 3, kikundi kile cha watu watatu walioingia katika sehemu ya pango la jabali wajihifadhi, ghafla ikatokea likaja jiwe kubwa nalo likaziba pale walipoingilia. Sasa walishauriana mambo mengi, lakini mwisho wakasema jamani, kama kuna mtu ana mali njema, anaijua kwamba hii amali hii hata Mungu mwenyewe anaikubali, na kibinadamu tunatakiwa tuwe hivyo. Uwe na matendo yako
lakini upate japo matatu manne ambayo wewe ukikaa lau waambiwa una jambo lolote zuri wewe ambalo unajua hilo hata Mungu akiliona tu asahau yote, akupuuzia kwa yote. Maana Mungu hasahau kwa kusahau, lakini kupuuza kwamba Mungu umefanya hili ukafanya hili, lakini una jambo lako hilo Mungu akiliangalia tu, yale mengine yote anayapuuza. Unalo. Kwa hiyo mtu anaweza akaulizwa hivyo akawa hana jibu. Basi utakana uwe nalo, uwe na mambo mawili, uwe na mambo matatu na manne na kuendelea. Wale walipoulizana, basi mmoja akasema mimi nalo bana hilo, naamini hata Mungu atakuwa, maana mimi nilifanya kwa ajili yake tu na sio mchezo. Ni yule mtu ambaye alikuwa na mzazi wake, kawaida yake yeye hali bila mzazi wake kula, na hao watu ni wachache kweli kweli. Sio kwamba yeye tu ana uhakika wa kumhudumia mzazi wake, bali ile namna yenyewe ya kumhudumia ni kwamba hali yeye wala hali mkewe wala mtoto wake bila baba yake na mama yake kuwa wamekula. Basi bahati mbaya siku moja nimetoka nimekwenda huko, nimechelewa kurudi, nimekuja pale nimekuta wazazi wamelala. Haya, kama wazazi wamelala yawaje hapa sasa? Ikawa hakuna namna isipokuwa niende kwa wazazi kule nikaangalie. Amebeba kile wanachokula, aghalabu ilikuwa ni maziwa, shakamua maziwa kashawekea kwenye bakuli lao. Amefika pale wazazi wamelala, kuwaamsha kwake ikawa mtihani, huwezi kuwasumbua. Na sisi watu wa siku hizi hatuangalii mzazi kwamba wamsumbua wala wafanyaje, waona tu kama ni mzazi, maadamu nimemsaidia. Ndio maana kumuita pia aje Tanga afuate futari mtu aone aibu. Yaani wewe uko Tanga mjini unafanya kazi sijui kule sokoni au wapi, kumwambia mama njoo kesho uje uchukue futari, au baba kesho njoo uchukue futari, kwako wewe waona ni fahari kubwa. Kumbe wewe ulikuwa uombe ruhusa pale kazini. Waalikwa saa nyingine tu harusi ya jirani huko Tanga mjini, ukaomba kazini kwako bana, ukaenda Magomeni kwenye harusi masaa matatu. Lakini leo umealikwa, lakini leo kuchukua ruhusa ya masaa matatu ukapanda gari Tanga mjini ukaja Mwaboza ukampa baba yako tambi na maharage ukapanda gari ukarudi kazini, huwezi. Niko kazini bwana, wanatabu kule kazini. Ndio. Sasa huyu aogopa kumwamsha baba yake, amwamshe yale, lakini pia aogopa. Chakula kishapikwa na pengine hapo alipo njaa ya muuma, lakini kumwamsha nitamkatia usingizi wake. Kwa haya mambo ya kwenda na wazazi nao yana shughuli kweli kweli, yanahitaji tu yaangalie. Asema mimi nikawa na tabu kuamsha. Kwa hiyo ikawa nimesimama pale nitegemea pengine kama atashtuka mzazi aone nimefunga mlango au bado atoke, akitoka nimemdaka, baba chakula hiki. Bahati wale nao usingizi, unajua usingizi haujui sheria. Wewe hata kama una njaa ya vipi, lakini ukishajilaza kitandani ukikubali hiyo njaa mtaonana asubuhi. Usingizi bana, wewe juu ya mti pale tuweza kujikuta mzee umelala. Wangapi wanalala kwenye gari, mtu kashika hivi siti, kashika bomba hivi, mwisho anamwangukia mwenzie. Vipi? Kumbe kalala. Basi yule bana, watoto sasa wanakuja kulia, wanataka chakula, watoto wanalia wanataka chakula, asema hapana, ni hamwezi kula bila baba. Ikaenda hivyo mpaka alfajiri. Wazazi wameamka kwa ajili ya kujiandaa na mambo yao labda ya alfajiri na mambo mengine, ndio wanamuona na yeye anawapa, wanakula, ndio nipo anawapa. Sasa asema watoto wangu usiku kucha wamepiga kelele wakilia chakula, sikuwapa mpaka wale mzazi wangu. Ili jambo kiukweli lilikuwa nimelifanya kwa ajili ya Mungu. Basi pakatoka kijinini pale. Maana baada ya kuhadithia vile ndio anamuomba Mwenyezi Mungu sasa kwa amali kama alikubali, maana mimi nilifanya kwa ajili yako ya Rabbi. Pale hakuna mtu anayeniona, ni usiku ule, kwamba mimi labda nimesimama pale nasubiria baba atoke ndio nimpe chakula, ni usiku, hakuna anayeniona, hakuna nini. Na wale watoto wangu ni watoto wadogo, hawajui pia ninachokifanya ni nini. Lakini wamekaa pale wanapiga makelele na mimi siwapatilizi. Ya Rabbi, kama una hakika umeikubali amali ile, basi tuondoshee. Na kweli kidogo nikaondoka. Mwingine akasemaje? Na hiyo tunaita ni takalifu mwingine sasa wamelala wenyewe tu.
chakula sikipo hiki hapa, wakiamka muda wote watakula, njooni wanangu. Lakini asema hapana. Mwingine asema mimi nilikuwa kuna mtoto nampenda kweli kweli, mtoto wa ami, binti wa ami, nampenda kama wewe ushasikia mtu alimpenda mtu alipomkosa akajiua, mimi ni zaidi ya kujiua. Kama ulisikia kuna mtu ulikuwa ampenda alipompenda akampa vitu vyote vya dunia, mimi ni zaidi ya vitu vyote vya dunia. Kama kuna jambo mtu anaweza kufanya lolote kwa sababu ya mtu anayempenda, mimi naweza kufanya zaidi ya hilo, namna ambavyo alikuwa anampenda. Ndio maana akasema kwa kifupi tu, uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rajulun mar'a, mimi nampenda zaidi ya wanaume wanavyopenda wanawake. Kama yale mapenzi yapimwa, ya kwangu yalikuwa zaidi. Alafu binti yule nikamtaka kama vile wanaume wanavyowataka wanawake, lakini bahati mbaya akakataa. Lakini mwanamke yule yule ikatokea siku mambo yamemuia magumu ya kimaisha, yeye akatumia tiketi ile ya ukaka, na nishasema ni binti ami, kuja bana kaka muone Mungu, nimekuja bana mimi nina siku 3 pengine sijala, na hiki na hiki na hivi na hivi. Mimi nikaona sasa mambo yametiki haya. Hamna wasiwasi bana, utapata zaidi ya hicho ulichoomba, lakini mimi bado niko pale pale, haja yangu ni ile ile. Ile kwa kuwa shida wanasema hivi sheria, akawa sasa amenikubalia. Lakini tulipofika pale sehemu ambayo hakuna tena jambo lolote hapo zaidi ya kumaliza haja yangu, ghafla ile bibi akaniambia ittaqillah, mche Mungu, na wala usivue pete ila kwa haki yake. Maneno yale aliponiambia tu mimi nikaacha, na vile vile nilivyompa vyote ikawa nimemwachia. Takalifu hizo ameamua kuyabeba, ameamua kujikalifisha na kujikaza, akaacha kila alicho kwa sababu katajiwa Mungu. Mwenyezi Mungu kupitia haja ile na amali ile, nao pia akaondoa kidogo. Mwisho wa 3 na yeye alikuwa na takalifu yake ambayo takalifu. Sasa mimi nilikuwa na mchungaji au mfanyakazi wangu, katika wafanyakazi wangu. Wale wafanyakazi wote kila mmoja akachukua ujira wake kaondoka. Siku moja yuko mmoja yeye hakuchukua ujira wake, kama ni shilingi 10, kama ni 100. Tena baada ya kuwa hakuchukua ujira wake kaondoka kenda mbali. Siku moja katika maisha yangu nimekaa, ule ujira wake nikaamua nikanunua kijimbuzi. Kijimbuzi kikazaa tena, nikanunua ng'ombe. Ng'ombe wakazaa tena, nikanunua ngamia. Ngamia wakazaa tena, nikawa nimenunua wafanyakazi, watumwa wako hapa. Siku hiyo ile bana anakuja ananiambia, mzee nimekuja naomba ujira wangu. Wakumbuka sikuchukua mimi ujira wangu. Na mimi nikaona moyo wangu kanisuta, nikamwambia hivi unavyoviona vyote ni ujira wako, ni kutokana na ujira wako. Yule bwana akaniambia sitaki mtani, nimefuata ujira wangu. Na mimi nikamwambia sikutani, huo wote ni katika ujira wako. Basi yule bwana yeye anasema kupiga mlawa, akapiga mlawa. Kaswaga ng'ombe, mbuzi, ngamia, naye pia ubinadamu ukamshinda. Kusema basi kama ni kweli hivi, hawa ngamia 100 anachukua ngamia 40, 50, 60 au 30, na wewe chukua. Kama ni hawa mbuzi chukua hawa, mimi nachukua. Naye alivyoenda zake huko akaenda zake, mimi kabaki kama nilivyo, kama lile nilifanya. Maana anayejua ni Mungu tu. Ningeingia ndani nikachukua dirhamu zake 10 nikampa, nani angejua? Wala yeye angelalamika. Lakini nilifanya vile kwa ajili yako ya Rabbi. Kama ulikubali amali hile na unaona kabisa nimefanya kwa ajili yako, tuondoshe. Likaondoshwa lile ikawa. Kwa sasa hayo yote hayo katika habari ya kutenda tumesema, na habari ya kuacha, zote ni takalifu ambazo nafsi uibiliane nayo mpaka iweze kukubali kufanya. Wewe unafikiri katika hali ya kawaida nafsi inakubali? Wewe umeanza mbuzi 2 mpaka wamefika 100. Yule mtu anayekabidhiwa tu, mfugaji, ng'ombe wangu hawa 10 hawa nifugie, anakunywa maziwa yeye, anauza ndama yeye, siku moja atasema vimekufa na safura, ndio Lakini ile siku ya mwisho baada ya miaka kama 10, 15, yule bwana anakuja anauliza, ng'ombe ni wangapi? Anambia ng'ombe wabaki 6. Ndio Kwa hiyo kutoka 10 kwanza hawakuongezeka, na watu wameshakaa miaka 10, alafu leo sasa kama wamebaki 6, sasa hawa 6 hawa mimi nataka niwauze.
Utauzaje bwana? Hapa sijapata malisha yangu, hapa sijapata hivi, hapa sijapata hivi. Ugomvi bwana kati ya mwenye mali na mfugaji, mpaka kurogana za kurogana. Wewe ushawahi kwenda kununua ufugo sehemu, wafika kule yule mfugaji akwambia mbuzi huyu hauzwi. Mbona mimi nimeambiwa na fulani na tushapata na bei mbuzi shilingi 60,000, mbuzi yuko hapa, mbuzi mwekundu. Hauzwi bwana. Hauzwi tena bwana, huyo mambo ya kujifanyia tu kwa akae huko tu afanye. Mwenye mbuzi wake mambo ya kujifanyia. Yaani kashikwa na shida, ataka kuuza mbuzi wake 60,000, wewe mfugaji wasema mambo ya kujifanyia, mambo ya kujiamulia, ambaye asiamue, yule mwenye mbuzi asiamue. Ndio hizo takalifu hizo. Ikikushinda takalifu unaweza ukageuka kwa mtu wa ajabu sasa ukishafikia hatua sio mtu wa ajabu Lakini huyu bwana asema hachukua majimbuzi yote, majing'ombe yote, majingamia yote na watu kila kitu, asema nikavitoa vile mwenyewe nikabaki kama nilivyo. Kwa sasa asema hawa makafiri hawa walichukia takalifu, walichukia Qur'ani, yaliyoteremshwa kwenye Qur'ani ambazo ni hizi takalifu zote za kufanya mema na kuacha mabaya. Fa ahbata a'malahum, hivyo basi akayapomosha matendo yao. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim damara Allahu alaihim, hivi hawatembei, hawaendi katika ardhi wakaenda wakatazama huko namna ilivyokuwa mwisho wa wale waliokufuru, waliokuwa kabila yao wakafanya matendo ya ovyo ovyo, alafu hawaangalii mwisho wao ulikuwaje. Damarallahu alaihim, aliwaangamiza Mwenyezi Mungu. Walilkafirina amthaluha, na makafiri wana mfano wake. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim damarallahu alaihim ahlaka anfusahum, aliwaangamiza wao, wa auladahum, na watoto wao, amwalahum, na mali zao. Kuna ambao wameangamizwa katika staili hiyo, hakuna kilichobakia hata kimoja. Walilkafirina amthaluha, na wana makafiri mfano wa adhabu kama hizo. Sawa au amthalu akiba, mfano wa mwisho ambao makabilahu, wa walio kabila yao. Amthalu akibati makabilahu, mfano wa mwisho wa walio kabila yao. Manake na wao pia wanaweza kuangamizwa, wao na mali zao na kila kitu. Dhalika, hilo la kuwanusuru Mwenyezi Mungu waumini na kuwaangamiza makafiri, bi anna Allaha maula alladhina amanu, ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi, ndiye mtetezi wa wale walioamini. Wa anna alkafirina la maula lahum, na kwamba makafiri hawana mtetezi. Dhalika ay nasrul mu'minina wa qaharu alkafirin, bi anna Allaha maula waliyun nasirun, msimamizi na ndio mtetezi wa alladhina amanu. Wa anna alkafirina la maula lahum inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat, hakika Mwenyezi Mungu atawaingiza wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema, jannati tajri min tahtiha al-anhar, katika mabustani ambayo hupita chini yake mito. Walladhina kafaru yatamatta'una wa yaakuluna kama taakulu al-an'am, na wale waliokufuru wanastarehe na wanakula kama wanavyokula wanyama. Wannaru mathwan lahum, na moto ndio makazi yao. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu walladhina kafaru yatamatta'una fi dunya, wanastarehe hapa katika dunia. Wale waliokufuru wanakula chochote watakacho, wanatembea vyovyote watakavyo, wanakwenda popote watakapo, na lolote watakalo wanafanya. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Leo hii sasa kuna Waislamu nao wameamua kujiweka katika mfumo huo, yatamattauna, kwamba wanafanya chochote wenyewe wanachokitaka. Akisikia sehemu kunauzwa nyama ya nguruwe, na yeye anaingia hapo, anakwenda kununua kinofu huko mijini huko. Mwenyezi Mungu awanusuru watu wanaoishi mijini.
wayakuluna kama taakulul an'amu laisa lahum hamun illa butunuhum wa furujuhum, hawana jambo linalowashughulisha. Laisa lahum hamu, hawana jambo linalowashughulisha illa butunuhum wa furujuhum, isipokuwa matumbo yao na tupu zao. Wala yaltafituna ila al-akhirah, wala hawageuki akhira, hawaelekei akhira, hawageuki kuangalia akhira kukoje, kunataka nini, wamefanya kipi kwa ajili ya akhira mpaka muda huo. Wao wakilala wakiamka, basi wahakikishe wamepata cha kuingiza kwenye matumbo na vile vile kwenye tupu zao. Ndio mtu mmoja akawa anasema yeye akawa analigeuza hili sio kwa makafiri, analigeuza eti kwa al-aswad, asema watu weusi bwana ndio wako hivyo. Sawa lifurujihim wa butunihim. Sawa al-aswad wanasema huyu mara nyingi anaangalia tu batinihi wa farjihi, in shabia zana wa inja saraka. Asema mtu mweusi ndio hivyo yeye anapatiliza tumbo lake na tupu yake, akishiba anakwenda kuzini, akiwa na njaa anakwenda kuiba, lakini lazima akishe kwamba vitu viwili hivi ameviridhisha, amevikinaisha. Lakini haya maisha haya yametajwa kwa ndio maisha ya makafiri. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na kingi na tuepushe na maisha ya namna kama hiyo. Wanakula kama taakulul an'amu, kama wanavyokula wanyama, na hata huko kula kama wanavyokula wanyama. Sawa maana yake hata namna yenyewe ya ulaji wanajilia wenyewe tu. Mwanadamu aliyekuwa ni binadamu sahihi lazima chakula chake kimepikwa, kama ni cha kupikwa, baada ya kupikwa kimeandaliwa, kama ni kwenye sahani, amekaa, kama ni chini kama hivi, kama kuna wengine wanakula kwenye meza na mambo mengine, na anakula kwa mkono wa kulia, unaitwa mkono wa kuume huo. Sasa ukitoka huko ukawa unakula huku unatembea, unakula na mkono wowote wa kushoto na wa kuume, unakula kama vile kama maji yako kwenye ndoo. Saa nyingine mtu akiwa peke yake, ndio watu tunaambiwa Mtume sallallahu hakuacha jambo ma karihta an yarahu nasu minka fala tafal anta binafsika idha khalauta. Unalochukia watu kuliona kwako usilifanye ukiwa peke yako. Kwa mfano ndoo ya maji ya kunywa, alafu hapana kikombe karibu, pengine kiko ndani au kiko sehemu gani, mtu anaweza kana yuko peke yake. Sasa kishajiona yuko peke yake, akaangalia huku na huku, akajigeuza kama mbuzi au ng'ombe, akatia jidomo pale kwenye ndoo ya maji, akakuja mafunda yake, huyo anaendelea na stori zake kama nini. Lakini je, ghafla akitokea mtu akikuona hivyo, wajisikiaje wewe? Kwa hiyo kama kuna jambo unachukia watu wasilione kwako, basi hata ukibaki peke yako, unawezekana kuna watu washapitia hilo jambo au washaona watu wamepitia hilo jambo. Lakini naona mcheja wangu acheka kidogo dogo. Ndio anasema wanakula kama wanavyokula wanyama. Sasa hao unaweza kujikuta umejiingiza katika mambo mengine katika watu wasiokuwa Waislamu kwa sababu Muislamu ana utaratibu wake kwenye kula, anajua anakulaje, kwenye kila kufanya jambo anajua anafanyaje lakini asiyekuwa Muislamu ni anavurumiza tu. Wanaru mathwal lahum, na moto basi ndio makazi yao. Kama watu wanajilia tu kila kinachopatikana kinachokuja mbele yake anakula, kwani mnyama anachagua chochote anachopata huko porini anakula, na mwanadamu hivyo. Majani, sasa wewe ukiwa unakula majani pia umejiingiza, maana yakuluna kama taakulul an'am, wanakula kama wanavyokula wanyama. Wanyama wanakula nini? Wanyama wanakula majani, nyasi. Kwa hiyo sasa unakuta kwamba hizi ni sifa kumbe za makafiri. Makafiri ndio ambao wanakula kama wanavyokula wanyama, wanavyokula wanyama. Ukiifanya ni mausulu kwamba wanakula vitu ambavyo wanakula wanyama ni majani.
Ma ukifanya ni nasema ni nini ile ni masdaria, maana yake itakuwa sasa ni hali fulani ambayo wanakula, ni namna yenyewe ya ulaji, bado pia ni hivyo hivyo. Kwa ala kulli hali, kama zimetajwa sifa ambazo hazifanani na Muislamu, basi ni vizuri mtu kujiepusha nazo. Mtu mmoja anasema, Ibn Wardi, ayuhal aibu qawli abitha inna tiba alwardi mu'dhin bilju'al, mwenye kuyakosoa maneno yangu kwa kuyafanyia mchezo, hakika harufu nzuri ya waridi ya marashi yanamuuzi tuta. Kwamba tuta ni mdudu anayebeba kinyesi, lakini kinyesi kile ndio shughuli yake, anashinda nayo kutwa zima, jioni, asubuhi mpaka usiku, lakini hana wasiwasi. Lakini ukimpitishia marashi kidogo hapo, umemuua. Ataniacha mejifurushi na huko anakwenda anajipiga na viwambaza, na kama utayazidisha basi tumemkosa. Sasa nasema jambo zuri sio kuchukia. Jambo zuri, udan ashumi lafdhi wastatir la yusibannaka sahamun min thu'al, rudi ujiepushe, ujikinge na vyembe vya haya maneno, wastatir, na ujifiche, la yusibannaka sahamun min thu'al, visije vikakupata vyembe vya Bani Thala. Vyembe ni nini? Ni yale maneno ya Mungu. Likija neno la kataza jambo fulani, likija litakupata tu. Kama wewe ni ahli ya jambo hilo litakukuta, lakini ile neno litakuwa sio lako wewe, ni la Mungu kumuhusu mwenye tabia hiyo. Kuna wewe ukiwa nayo umeingia, ukiwacha umesalimika. Wa yakuluna kama taakulul an'amu, na wanakula kama wanavyokula wanyama. Wannaru mathwan lahum, na moto ndio makazi yao. Ay manzilun wa maqamun wa masirun, wallahu wa rasuluhu a'lam.